Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Ya Zahra! علی ایوه شهید ادرکناف شمارش معکوس 5 4 3 2 1 الله اکبر. Bila shaka mtazamaji, umekuwa karibu kwelikweli na taarifa mbalimbali ambazo tumekuwa tukikuletea kupitia Ihoma TV, na moja kati ya taarifa kubwa tuliyokusogezea hivi punde ni juu ya taarifa ya kifo cha katibu mkuu wa usalama wa Irani, yani bwana Ali Larijani, ambapo taarifa za hivi punde ni kwamba rais wa Marekani bwana Donald Trump pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, wao kwa nyakati tofauti wamethibitisha kifo cha katibu mkuu wa usalama wa Irani bwana Ali Larijani, ambaye katibu mkuu huyu anatajwa kuwa moja kati ya nyenzo muhimu sana kwa taifa la Irani na muhimili mkubwa sana kwa wana Irani na vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, yani IRGC. Sasa taarifa hizi ambazo zimeendelea kutajwa kuwa za propaganda kabla ya waziri mkuu wa Israeli na kabla ya rais wa Marekani Donald Trump, ni kusalimu sana mtazamaji na nikutakie uweledi na mwingi mwenye kuelewa katika taarifa hizi ambazo tumekuwa tukikuletea popote pale ulipo. Tuanze na taarifa ya rais wa Marekani bwana Donald Trump, ambaye yeye kupitia press yake na waandishi wa habari mjini Washington DC amesikika akizungumzia juu ya kifo cha bwana Ali Larijani, ambaye ni katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Irani, ambapo akizungumza na waandishi wa habari bwana Donald Trump amezungumza hilo akisema kwamba kiongozi mkuu wa usalama wa Irani alikuwa akijiita kakamavu, lakini kumbe ni mwepesi sana, ambaye alikuwa akijiita mkuu wa usalama na kujiona yeye ndiye yeye, sasa ameisha kabisa. Akizungumza hilo bwana Donald Trump katika taarifa yake hiyo na waandishi wa habari amebainisha juu ya kifo ama kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Irani bwana Ali Larijani, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesema the top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday. Mtu mkubwa kabisa wa Irani ambaye alikuwa akijiita yeye ni mkakamavu, lakini kumbe la hasha, si mkakamavu, ni mwepesi kabisa. Na hili nasema wazi kwamba yeye ndiye ambaye alikuwa anahusika moja kwa moja na mauaji makubwa ambayo yamefanywa na kushuhudiwa katika mji wa Teherani kwa waandamanaji waliokuwa wakidai haki yao, wakidai haki ya taifa lao. Hili si sawa, na hapa ameonja damu ya mauaji aliyosababisha mjini Teherani, Irani. Who was responsible for the killing, the man that was responsible for the killing of 32,000 people over the last 2 weeks. He was in charge of the killing of protesters. It's an evil group. I mean, they've killed much more than 30. Huyo ni rais wa Marekani bwana Donald Trump akizungumzia juu ya kifo cha katibu usalama na nyenzo muhimu ya usalama katika taifa la Irani bwana Ali Larijani, ambapo rais Donald Trump ameelezea juu ya kuhusika kwao kwa mashambulizi ya katibu huyu mkuu wa usalama wa Irani. Bado propaganda zinaendelea kuwa kubwa zaidi katika vita vya Iran na Marekani, na kufuatia kauli hiyo ya rais Donald Trump, pia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu naye pia amezungumza na waandishi wa habari katika video yake ambayo alirekodi na kuchapisha katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo mtandao wa X zamani Twitter pamoja na mtandao wa Instagram, ambapo Benjamin Netanyahu pia amethibitisha juu ya kile amesema kuuawa kwa kiongozi mkuu wa usalama wa Irani bwana Ali Larijani, ambapo katika video yake hiyo waziri mkuu Benjamin Netanyahu ametoa ujumbe mzito sana kwa wana Irani kwa kile ambacho amekieleza kama pigo kubwa la kiusalama kwa vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, yani IRGC, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema הבוקר חיסלנו את עלי לריג'ני. עלי לריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים
Leo tumefanya jambo la kihistoria sana kwa ulimwengu na kwa macho ya raia wa Irani wanaojiita wanadini, kwani asubuhi ya leo tumemwondosha na kuondoa uhai wa nyenzo muhimu ya Irani aliyejiita katibu wa usalama wa Irani bwana mdogo Ali Larijani na kiongozi wa walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ambao ni kama genge la uhalifu linaloendelea Irani kwa vitendo vya uovu, ambapo tumemwondoa kumkata kichwa pamoja naye kamanda wa Basji. Hawa ni wasaidizi wa hilo genge la mauaji, genge la kigaidi la wanadini kule nchini Irani, wanaosambaza hofu katika mitaa ya Teherani na miji mingine ya Irani dhidi ya wananchi. Sisi pia tunafanya operesheni huko Irani, tukifanya mashambulizi kutoka angani kwa kutumia ndege za jeshi la anga, na kwa namna ya pekee kabisa niseme tunatoa wito kwa utawala huu wa kidhalimu, tukitumaini kuwapa watu wa Irani fursa ya kujiondoa chini yake. Haitatokea tena mara moja, haitakuwa rahisi, lakini kama tutasisitiza, tutawapa nafasi ya kuchukua hatima yao mikononi mwao wenyewe. של צה"ל, של חיל האוויר ושל עם חזק. אז יישארו חזקים. ואני רוצה להגיד לכם, אנחנו גם נעזור לכם. כל מה שקשור בפיצויים. Na ni kauli ya pili hii ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mara baada ya kusikiliza kauli ya rais wa Marekani bwana Donald Trump, wote wawili wakizungumza juu ya kile ambacho wamekiita kuuawa ama kumuua kiongozi mkuu wa usalama wa Irani bwana Ali Larijani, ambaye yeye ameripotiwa kuuawa na vikosi vya jeshi la Israel kwa kushirikiana moja kwa moja na Marekani. Sasa katika hali ya kujibu mapigo kwa Marekani pamoja na mshirika wake wa karibu Israeli, ambapo Irani imeibuka ghafla na imeinuka na ikijibu mapigo hayo ambayo Marekani na Israeli wameendeleza kuyapiga kwa Irani. Sasa Irani kupitia jeshi lake la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC wamesema kwamba kiongozi mkuu wa usalama wa Iran na katibu mkuu wa usalama wa taifa wa Iran bwana Ali Larijani yuko hai na salama, na jeshi hilo limechapisha video ambazo bwana Ali Larijani akihudhuria katika moja ya hafla ya sherehe kule nchini Irani. Hapa video inaonekana vyema kabisa kama ambavyo inaonekana na bwana Ali Larijani akiingia katika moja ya ukumbi wa sherehe hiyo, lakini pia akizungumza na watu ama umma walioshiriki ndani ya ukumbi huo kushuhudia sherehe hiyo. Ni moja kati ya video ambazo zimeendelea kuonekana katika taarifa hii ya jeshi la Irani la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, wakikanusha madai ya kwamba kiongozi mkuu wa usalama wa taifa wa Irani ameuawa na vikosi vya Israeli kwa kushirikiana moja kwa moja na Irani. Sasa katika mwendelezo wa taarifa hii ya kifo cha bwana Ali Larijani, kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya taarifa kutokea Mashariki ya Kati, ambavyo bado taarifa rasmi kutokea kwa serikali ya Irani haijathibitisha juu ya kifo ama kuwa hai kwa bwana Ali Larijani. Moja ya taarifa ambayo imetolewa na jeshi la Israeli IDF limesema kwamba kifo cha Ali Larijani kimetengenezwa na kimefanikishwa kwa moja kati ya kiongozi wa ngazi ya juu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ambaye yuko ndani ya serikali ya Irani, ambao wao wenyewe bado wako nao, na wanasema kwamba kiongozi huyu ataendelea kuchora rada na kuchomesha idadi kubwa viongozi ambao wako ndani ya serikali ya Irani, lakini pia ambao wanatajwa kuwa nyenzo muhimu kwa kusababisha mashambulizi zaidi katika vita vinavyoendelea baina ya Irani na Marekani. Na jeshi la Israeli limeenda mbali zaidi likisema kwamba tayari wameshapewa rada ama targeti kubwa sana ya viongozi wakuu, na hapa washuhudie mauaji ya viongozi kadhaa wa Irani ambao watauawa papo hapo. Na kama unakumbuka vyema mtazamaji, ni kwamba moja kati ya viongozi ambao walikuwa wakishukiwa ambao wamesababisha usaliti mkubwa wa kuuawa kwa kiongozi wa Irani, yani kiongozi mkuu wa Irani bwana Ayatollah Said Ali Khamenei Husseini, ni Ismail Qaani ambaye sasa huyu bwana amekamatwa. Kwa hivyo jeshi la Israeli IDF kama ni kweli limethibitisha kwamba wanaye mtu ambaye ni kama agenti wao ama jasusi wao ambaye yupo ndani ya wa Irani, basi yupo mtu mwingine na si bwana Ismail Qaani. Mimi naitwa Chifu mkuu wa Itifaki na hii hapa ni Homa TV. Nikushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia kila dakika na kila saa, na hizi ni ripoti maalum kutokea Mashariki ya Kati, vita vya Iran na Marekani. Nikusihi sana uendelee kusubscribe na kujipatia taarifa lukuki na taarifa nyeti za vita kutokea huko Mashariki ya Kati. Tukutane wakati mwingine. Bye bye kwa sasa. Uwe na wakati mwema.
Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.